Monica. Abe dada. Kula changu. Na hii tabia imeanza lini? Samahani dada Joyce. Nimefika hapa nikahisi chakula kinaungulia. Hivyo nikaona nikusaidie. Samahani kama nitakuwa nimekukwaza kwa hiyo. Hata kama Monica ndio ingie bila hodi. Nilikuwa nataka kubisha, lakini baada ya kuhisi unaunguza chakula, nikaona hata nimsaidie bi mkubwa. Ni hivyo tu shoga yangu. Oh. Basi karibu. Asante bi mkubwa. Hata hivyo mimi sio mkaaji. Nilipita tu kuwasalimia, kuna sehemu na waisi. Unajua tena wanawake na vikoba. Ni hivyo tu bi mkubwa. Mikono ya ada ukaniua taratibu bila tone la damu. Jennifer, karibu. Asante. Uko nyumbani? Umenipa kisasi. Karibu mdogo wangu Jennifer. Jisikie upo nyumbani. Asante dada. Mke wangu, za tangu asubuhi? Ni salama tu Alex. Za huku utokako? Tutokako ni salama kabisa. Vipi hali ya dada yako? Anaendeleaje? Tunamshukuru Mungu. Kwa sasa anaendelea vizuri. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Hata hivyo nilikumisi sana. Nimekumisi pia. Isitoshe Alex kaniambia nikuona acha nje nikuone. Nashukuru sana mdogo wangu. Joyce, shemeji yangu, nilikuahidi kuwa nitakuja naye. Huyu Karibu, ingia, mlango upo wazi.
taratibu bila tone la damu. Umenipa kisasi. Shoga yangu kulikoni? Mbona kinyonge hivyo? Lozi shoga yangu, yaani nimechanganyikiwa, sijui hata nianzie wapi kukueleza. Shoga yangu Monica, isije kwa mharibu mambo huko, maki uji wako sio wa bure. Utakuwa kuna kitu hakipo sawa. Ni kweli Rose, wakati nafanya zoezi la kutia sumu kwenye chakula, Bi mkubwa aliniona na isitosha akanisemesha, nikajikuta na mjibu Rose. Nikasahau masharti yote ya mganga, hata sijui nafanya nini rafiki yangu. Monica, ushaharibu tayari. Brother, shikamoo. Marhaba Alex. Shem, shikamoo. Marhaba Jennifer. Za nyumbani? Nzuri tu shemeji yangu. Dadako anaendeleaje? Alex alinijuza kuwa anaumwa. Tunamshukuru Mungu, kwa sasa anaendelea vizuri. Okay, acha mimi niwache kidogo, nitajimwagie maji maana nimechoka kweli kweli. Sawa shemeji. Najilaumu kwa kila ishara niliyopuuza, kwa kupenda kupita kiasi bila kuuliza tumaini. Jennifer mpenzi, unajua nini? Sijui Alex, niambie. Wiki ijayo nategemea kusafiri mkoani kikazi. But nikirudi tu nahitaji nikuvishe pete ya uchumba. Maana siku sio nyingi, nahitaji nikuoe kabisa. Alex, unasema kweli? Yeah, nipo serious. Nimefurahi kusikia hivyo. Rose shogangu, naomba usiniache kwa hili. Hata kama nimekosea, nahitaji faraja yako kwa sasa hivi. Niko kwenye wakati mgumu. Usijali shogangu, wewe ndo udugu wangu, kwani siwezi kukuacha. Tumetoka mbali, iweje kwenye hili nikutelekize? Hata usiwaze, ili nao litapita. Kwa hiyo mimi nachokuomba shogangu, usilie. Mume wangu, karibu chakula. Asante mke wangu. Alex, Jennifer mdogo wangu, karibuni chakula. Asante sana Shem. Asante dada, ila mimi nimeshiba, kwa hiyo nashukuru. Jennifer, usiogope, jisikie kama uko nyumbani kwako. Karibu chakula bwana. Dada, usijisikie vibaya, ila nimetoka nyumbani nimekula, kwa hiyo nashukuru. Ni kweli Shem. Jennifer ametoka nyumbani kwao amekula, kwa hiyo enda atakuwa ameshiba. Sawa Jennifer, karibu basi. Kumbuka kitu. Nilisema kakako atafika jioni, mpaka sasa hivi hajafika. Kuna tatizo?
naye anapiga. Ndio kaka. Vipi, mbona ufiki mpaka sasa hivi? Ni dada, tatizo foleni barabarani, ila ndani ya dakika 10 nitakuwa nimeshafika hapo. Pole sana. Basi tunakusubiri. Sawa dada, nitafika muda sio mrefu usijali. Sawa. Poa. Anakuja muda sio mrefu. Basi hamna shida, atakukuta. Okay. Mke wangu, kwenye chakula umeweka nini? Hapana, sijaweka kitu. Alex, vipi? Dada. Dada. Shem. Shem, umekweje? Shem. Dada. Alex, vipi? Alex. Alex, umekweje? Amka basi. Alex, amka. Alex, amka basi, niambie hadi ulizoniambia. Alex, amka.
Kwa mikono ya ada ukaniua taratibu.